Yes, leo ni siku nyingine tena, karibu sana tuzungumze soka. Mimi naitwa Babu Ali kutoka hapa JNR Mtita TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo, na nyuma ya kamera kwa mwenzangu ambaye AP Classic anahakikisha picha iko vizuri kabisa, na tunapewa dhamini mkubwa sana na Brand Hotel kutokea pale Kisasa mkoa wa Dodoma. Wanakukaribisha sana pale ambapo unapofika Dodoma uweze kupata huduma nzuri kabisa, accommodation nzuri, lakini pia chakula kizuri, African food, international food, pia wanakumbi kwa ajili ya mikutano mbalimbali. Unaweza kutembelea Instagram page yao kwa ajili ya kuweza kujionea mandhari nzuri, pia na huduma zao ambazo wanatoa kupitia @brandi_hotel. Baadaye nitakupatia vizuri sana undani wa habari zao. Lakini pia bila kusahau JNR Mtita Unisex Salon ambao wanahakikisha muonekano wako, style yako mpya inaanzia kwao. Tembelea katika matawi yao ambayo yapo karibu yako. Kuna Buguruni Rozana pale mkabala na kutiza polisi, wako pia pale Mtoni kwa Azizi Ali mkabala na zanati ya Mtoni. Pia unaweza kufika hapa Temeke Sudani kona ya kwenda Tandika, na kwa Kigamboni pale unaweza kufika Kigamboni Kibada shule mkabala na shule ya msingi Kibada, au Mikwambe Maliasili. Tuangoma kwa wale ambao walikuwa wanakuja kutokea Kongoe kuja Mikwambe, basi pale Tuangoma kuna tawi jipya ambalo limefunguliwa. Tembelea Instagram @official_JRMtita_unisex kwa ajili ya kuweza kujionea vitu vizuri. Nandi, tuzungumzie hili swala. Nadhani uliona taarifa kwa umma ambayo mlitoa Simba siku kadhaa ambazo zimepita kuhusu bodi ya kurugenzi ya Simba Sports Club kwa mujibu wa ibara ya 21 kipengele cha kwanza ya katiba ya Simba Sports Club, kama ilivyofanywa marekebisho Januari 2024, inawataarifu wanachama wote wa Simba Sports Club kuwa kuna mkutano mkuu wa kawaida, umeona wa mwaka 2025 ambao utafanyika tarehe 30 Novemba 2025 jijini Dar es Salaam. Ajenda za mkutano ni kwa mujibu wa ibara ya 22 ya katiba ya nyaraka zinginezo zitawasilishwa kwa wanachama kupitia matawi yao kwa mujibu wa katiba. Bodi inawaalika wanachama wote hai kuhudhuria mkutano huo. Wewe unajitaga mwanachama, tunasema bila shaka utahudhuria katika huo mkutano, si ndio? Kwanza umepokeaje hiyo taarifa? Leo ndo niambie wanachama au sio mwanachama? Ningekwambia leo nitakuwa mnafiki kwa sababu mimi nishakuonyesha mpaka kadi yangu ya wanachama, nishakuonyesha mpaka risiti zangu za malipo. Sawa, za wanachama wangu Simba Sports. Huwezi kuwa mwanachama bila kuwa hai. Lazima ulipie ada ndio uwe hai mwanachama. Huwezi kuniambia mimi mwanachama afu kadi umeifungia kabatini. Unasubiri kwenye mkutano ndio uende kulipia. Mimi binafsi huwa najitahidi kulipia. Pale inapotokea changamoto inawezekana ikakupitia miezi kadhaa, lakini baada pale unapopata pesa unalipia kwa sababu gharama sio kubwa, ni 12,000 tu kwa mwaka. Sasa huwezi kushindwa kulipia ada. Kwa hiyo binafsi nimeshalipia mapema. Kwa hiyo tu nilikuwa nasubiri tu mkutano kutangazwa ili niende, kwa sababu ni utaratibu wetu wa kila mwaka kwamba kuna mkutano wa mwisho wa mwaka, lakini pia kuna kuaga na mikutano ya dharura. Kama ikitokea emergency basi watatuitishia mkutano wa dharura, tunaenda kujadili jambo la dharura na hapo tunaliweka sawa, tunaendelea na mambo mengine. Lakini mkutano wa dharura hakuna, lakini mkutano wa mwisho wa mwaka hapo upo kabla msimu haujaenda kutamatika mwezi wa 12. Kwa hiyo mimi naamini nimesema mkutano wa kawaida ndio mwisho wa mwaka. Wa kawaida si mwisho wa mwaka, ndio maana nasema mkutano wa kawaida. Kuna mkutano wa uchaguzi. Kuna watu wamedefine vibaya, wametafsiri vibaya tofauti na kile ambacho labda kinaonekana kwenye uhalisia. Kawaida maana kawaida kwamba kama ni mkutano ambao agenda zijawekwa wazi, au pengine pia utakuwa tu hakuna mapato na matumizi, yani kuna vitu fulani hivi ambao pengine wanakuwa kama wana wasiwasi nao. Hakuna kitu kama hicho, na ndio maana wamesema kwamba kama kuna vitu vya tofauti maana watawasilisha kwenye matawi, maana agenda zitajulikana kupitia matawi. Yaani taarifa tutapewa kupitia matawi, lakini sisi tumearifiwa kwamba tunaenda kwenye mkutano. Sio ndio utaratibu wetu kwamba mikutano kila mwisho wa mwaka kutakuwa na mkutano. Lakini bado kuna mkutano wa dharura unaweza ukaitishwa kabla hata msimu haujatamatika. Kwa hiyo ni utaratibu wa kawaida ambao upo kikatiba. Kwa hiyo mimi naamini, sidhani kama kuambiwa mkutano wa kawaida mtu akachukulia kwamba hakutokuwa na jambo lolote la maana. Kama kungekuwa hakuna jambo lolote la maana, basi kuna umuhimu gani wa kwenda kukutana? Maana yake mnapoenda kukutana, maana yake mnaenda kujadili mipango yenu ya klabu yenu ili kuelekea msimu huu ambao tayari umeshaanza. Kwa hiyo mimi naamini binafsi watu watambue hivyo. Tujiandae, tulipie ada, wale ambao hawajalipia ada walipie ada mapema ili twende sasa pale tukasikilize ni nini wametutetea, ni kitu gani ambacho tunaenda kujadili kuelekea kwenye mashindano ambayo tupo sasa hivi. Maana yake tunapokutana, maana yake ndio tunapoenda kujenga Simba yetu. Sidhani kama bila vikao Simba inaweza kwenda mbele ya safari. Hata wao maana yake kule ndani wana vikao vao vya bodi, wanakutana ndio maana wanaijenga Simba. Kama wanakuwa wanalala tu nyumbani kwao wanakurupuka, kila mmoja anaenda kivyake, sidhani kama Simba ingekuepo hapa ilipo. Kwa hiyo naamini mikutano ndio sehemu sahihi ya wana Simba kuijenga Simba yao. Kwa hiyo mimi naamini wamefanya jambo la msingi, jambo la maana kabla kuelekea kwenye uchaguzi. Hapa tunaenda kujadili mipango sahihi katika haya mashindano ambayo tunashiriki. Champions League pamoja na NBC Premier League. Tuna mahitaji ya kurudisha mataji yetu hapa ndani. Tunarudishaje? Lazima tukubali kuwa kitu hiki kimoja. Tunapokuwa kitu kimoja maana yake mataji yatarudi kabatini. Tusipokuwa kitu kimoja maana yake hatuwezi
kuyarudisha mataji yetu kabatini, kwamba hivi ndio vitu tulikuwa tunavihitaji muda mrefu. Lazima tukutane. Ndio ajenda zako Mnandi wewe ambazo unazitaka kusikia. Lazima tukutane tukajadili hivyo vitu. Ndio vitu vya msingi. Haya masuala mengine yote yatafuata. Siwezi kukosa labda niwe naumwa. Itokee taifa yote tofauti na kadi yangu nimeshailipia. Sasa nakusaje kwenda kwenye mkutano? Umeona bwana, haki yangu ya kwanza mwanachama ni kuchagua na kuchaguliwa. Haki ya pili lazima niende kujadili kwenye mikutano, kusomewa mapato na matumizi na mambo mengine unaenda kuyapata pale. Lakini hizo mwanachama unakaa kwenye flat screen. Sio tofauti na nyuma mwiko. Nyuma mwiko wao wana mashabiki. Yaani hapa ndio utaona faida ya mwanachama na kuwa mshabiki. Wao wanaenda viongozi wa matawi, sisi tunaenda wanachama wote wenye uwezo wa kwenda kwenye huo mkutano. Tunaenda. Ndio mashabiki zangu wananiulizaga wewe huwezi kuongea mambo ya Simba bila kuiongelea Yanga. Sasa wao wana wanachama, wana mashabiki wenyewe wanatamba kwamba wanasema wao wanasajili wanachama na mpaka sasa hivi wana wanachama 91,000 hao wote feki. Lakini hujamaliza ajenda ulizokuwa unataka kuzisikia. Umesema tunaenda kujadili kuhusu mikakati yetu kurejesha mataji ya ndani, lakini pia michuano ya kimataifa. Vitu vingine hivyo vitakuwa mengineyo, yani vya ziada. Lakini makubwa ndo hayo. Makubwa ni hayo tu. Hayo ndo mambo makubwa. Hayo mambo mengine yote yatakuwa mchuzi kati, yani cha ziada. Vitazungumzwa hapo hapo. Nandi wewe mnaongoza ile mikutano yenu ambayo haitambuliki kwenye klabu. Sasa siku hiyo ukienda tutegemee pia kuona ukichangia hoja. Ya kipaza kikinifikia mimi siku zote huwa siogopi kuzungumza. Kokote pale unaponifikisha mimi lazima nitalianzisha. Kwa hiyo kipaza kikinifikia mimi lazima nichangie hoja, kwa sababu bila kuchangia hoja hujajenga Simba yako. Kujenga Simba yako lazima upewe kijiti, mchangie hoja. Sababu tutasomewa agenda, watazungumza vile ambavyo wanavyoona wao kwao vimekaa sawa sawa. Lazima walete kijiti kwetu na sisi tuchangie ili kuhakikisha kweli Simba yetu tunaijenga. Na ndio maana wametuita. Kama wametuita lazima tupe kipaza na tuzungumze. Na binafsi tunazungumza kiweledi kwa kuitakia mema klabu yetu. Na hata ukiniona nimesimama na muataki kiongozi, simuataki kiongozi kwamba nina husuda na choyo na chuki dhidi yake. Nasimama na kumuonyesha kidole kwa sababu akienda tofauti, lakini akikaa njia kuu hakuna, sidhani kama kuna mwanachama au mshabiki anaweza kumuonyesha kidole kiongozi wake pale anapofanya mambo mazuri ndani ya klabu yake. Kwa binafsi ukiona tumekuzungumzia vibaya, maana yake wewe umeshindwa kuendana na falsafa ya Simba Sports Club ya Simba nguvu moja. Ukiona una Simba nguvu 11 lazima sisi tukuataki muda wote na wakati wote. Kwa hiyo mimi binafsi naamini huo mkutano ni sehemu sahihi ya sisi kama wanachama kwenda kutoa maoni yetu pale wapi ambaye hapako sawa na wapi ambaye tunatakiwa pafanyiwe maboresho. Ndio vitu ambavyo msingi naviona kwenye siku hiyo ya mkutano. Kwa kikubwa wanachama ni wasii tu, tusikae nyumbani siku hiyo. Mkutano umeshatangazwa mapema tu, kwa ujitahidi kulipia ada. Hilo ndio jambo la msingi. Sio unaenda tu na kadi yako pale unategemea utaingia kwenye mkutano. Kadi peke yake haikuifanya wewe uingie kwenye ukumbi wa mkutano. Kitakachokufanya uingie kwenye ukumbi wa mkutano ni risiti yako ya malipo. Ile ndio ushahidi pale kwamba wewe uko hai. Kama huna risiti ya malipo, maana yake huwezi kuruhusiwa kuingia kwenye mkutano, kwa sababu binafsi mpaka uingie kwenye database uende kukagua kwamba umelipa ama vipi, ni watachukua muda mrefu. Na ndio maana tuende na risiti za malipo ambaye tumelipia. Kwa hiyo ukiona risiti ya malipo huyu ni hai, moja kwa moja utapewa jadida lako, utaenda kutulia, utachukua siti yako, utasubiri maoni na hoja zitakazotolewa pale. Mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo kikubwa ni wasi wanachama wawahi mapema kwenye huo mkutano, kuwaonyesha kwamba sisi wanachama, alafu kuna wengine wana get pass mkutano wanaangalia kwenye TV. Lakini hapo kuna mchambuzi bwana, mimi binafsi alishai kuniambia na ndio nilifanya naye mahojiano. Ainaambia mkutano Simba mnabidi mkaige kwa Young Africans. Yaani muige jinsi ya kufanya mikutano, na akanipa hoja zake. Nitakupa hoja zake ambazo yeye amezitaka. Nikupe sasa hivi au kwanza unataka kumjibu? Nipe sasa hivi. Siwezi kujibu kitu ambacho sina uhakika alimaanisha nini. Nataka alisema kwamba Young Africans wanapoitisha mikutano agenda zinakuwa wazi. Hata kwenye mitandao ya kijamii wanaweka takuja kujadili 1, 2, 3. Tofauti na Simba mmeambiwa agenda mtawasilishwa kwenye matawi, lakini pia hazijawekwa wazi kitachoenda kujadiliwa. Maana kuna baadhi ya watu mashabiki hawakijui, mtakijua nyie tu ndani ya matawi. Ndio kitu ambacho amesema kuna haja hapo sasa ya kujifunza jinsi ya kufanya mikutano. Mikutano sio sehemu ya kulalamikiana. Binafsi kusema kwamba agenda zimefichwa, mimi sijaona solution. Yaani mtu akakaa akaanza kujadili hapa na pale. Niliona dada ni upotofu wa uelewa kwa mtu ambaye uelewa wake mdogo. Tunaenda kukutana ni wanachama. Mshabiki kama mshabiki hata akijua agenda ni hii, binafsi hatosaidia chochote. Hata akitoa maoni ya namna gani, wenye mamlaka ni wanachama ambaye ndo wanaenda kwenye mkutano. Ndio nisikilize, kuwa mchambuzi anaweza kawa anapembua huko mpunga huko na mtama. Kwani kuna wachambuzi hapa 90% kwenye taifa letu hapa, kuna wapembuzi tu wa mtama na mpunga bwana. Yeye atazungumza kwa utashi wake. Kwani unaposema tujifunze kwao, tujifunze nini? Kuingiza viongozi wa matawi kwenye mkutano? Ndio cha kujifunza labda, kwa sababu sio utaratibu. Kuweka mambo wazi. Yaani kuweka mambo wazi sio sababu. Kwani wao mbona wanakutana vikao vao vya harusi kila siku? Wanaweka mambo wazi. Mbona walikutana hapa kuelekea mechi ya dabi hapa?
Walituambia kwamba mmeenda kujadili nini hapa? Mzia mkutano mkuu. Akasema kuna kigogo wa serikali katajwa hapa. Mbona yeye hajamtaja jina na kati walikaa ndani kule na walimtaja kule. Kwa nini yeye asitoke akamtaja? Kwa hiyo unazungumza vikao vya kinafiki, sisi tuzungumze vikao vya kinafiki. Tunaenda kujadili kama wana Simba, ajenda iwe imewekwa wazi, iwe imefichwa, tutaenda kuijua pale pale kwenye mkutano na tutaijadili. Iwe ina asali, iwe haina asali, tutaijadili pale. Kwa hiyo binafsi hata ikiwekwa wazi, yeye kama mchambuzi anataka kujadili nini yani kwenye mkutano wa Simba Sports. Yeye unamhusu nini mkutano wa Simba Sports? Kama na mwanachama na yeye binafsi aje pale na kadi yake wanachama, ataingia ukumbini, ataenda kuzisikiliza pale ajenda na ataenda kuzijua pale ajenda. Kwa hiyo akitaka kuzijua leo, lengo lake anza kuzichambua. Hachambui mechi pale. Huu ni mkutano sio mechi. Kwa hiyo yeye asubiri kuchambua mechi tu. Umeona bwana? Huu sio muda wake wa kujadili. Kwa hiyo sio wakati wao kutaka kutujadili. Watu wachie jambo letu, tutaenda kulijadili wenyewe kwenye mkutano. Baada ya mkutano sasa, anaweza asubuhi yake sasa akakaa kwenye chombo chake cha habari au jioni akakaa kwenye chombo chake cha habari, ndipo atachambua sasa ule mkutano. Ajenda ilikuwa ni nini na malengo yao yalikuwa nini kwenye mkutano wao. Kwa hiyo binafsi sasa hizi hatakiwi mtu kujadili kwamba si wajifunze kwa fulani. Tujifunze sasa kusajili gate pass. Sisi ndio wanachama Simba Sports. Sasa tuwezi kujisajili kadi za mashabiki. Sawa? Kadi za mashabiki watasajiliwa, watu watabaki huku kuangalia kwenye runinga. Mashabiki wa Simba Sports watu watabaki kwenye runinga, kufuatilia mkutano kwenye runinga. Na mashabiki wa nyuma mwiko pia mkutano wao wanafuatilia kwenye runinga. Kwa hiyo kama wewe mchambuzi nyuma mwiko, basi asubiri kukaa kwenye runinga. Nasema wanafuatilia kwenye runinga kila, lakini ajenda akiwa anazifahamu. Hiyo sio sababu. Yaani swala la kufahamu ajenda, yeye ni nani anataka afahamu ajenda za Simba Sports? Mbona sisi wenyewe tujadili kuhusu swala la ajenda kwamba zijawekwa wazi? Tumeambiwa tutawasilishiwa kwenye matawi. Kwa hiyo kama na yeye ana tawi lake, asubiri ajenda atawasilishiwa kama mwanachama kwenye matawi yake. Shida iko wapi? Hii ni siri ya kambi. Tunajadili familia. Asa wewe mchambuzi, huyo mpembua mchele tu nyumbani. Yeye anajiita mchambuzi, huyo mpembua mchele nyumbani. Kwa hiyo mimi niwaambie tu wale wachambuzi wote wa mchongo ambao wanakaa kwa ajili ya kunywa supu za mchongo, wajiandae sasa kunywa supu ya pweza huko Zanzibar. Waende Zanzibar. Wakonye supu. Mbona wajadili? Ingekuwa Simba ndo kabadilisha uwanja kutoka kwa Mkapa kwenda Zanzibar au kwenda sehemu nyingine yoyote, saa hizi kila mmoja ungemsikia. Kwa nini Simba ahame? Anakimbia nini uwanja si ule pale ambao unaingiza mashabiki wengi? Lakini kwa wama kwa nyuma mwiko hakuna kelele, hakuna nini. Sisi kuchambua wanaona kawaida. Anasema msiende kulala kwenye mkutano. Hiyo yeye haimuhusu. Tukilala malaki ni jukumu letu sisi kwenda kulala kwenye mikutano. Kwani kaenda kulala yeye? Si tutakuwa tumeenda kulala sisi. Wakati tuona lini si tunaenda kwenye mikutano tunaenda kusinzia. Hata siku moja nimeacha shughuli zangu naenda kwenye mkutano afu nikasinzie. Maana mimi nimefuata mkutano au nimefuata kulala. Mimi nyumbani kwangu silali. Kwa hiyo binafsi hao wachambuzi wa mchongo watulie, dawa iwaingie. Sababu hiyo timu wanaoisifia wao sasa hizi ndio ishakuwa zofu liali, wasubiri tu timu inavyoshenyetwa home and away. Hicho ndio cha kusubiri wao, wasisubiri kujadili mikutano ya Simba. Wajadili timu inavyoshenyetwa huko. Sawa. Yes, huo ni Mnandi JR, shabiki wa Simba Sports Club. Tumezungumza vitu vingi sana siku ya leo na kikubwa zaidi umesikia kile ambacho kuhusu Simba yake. Anasema bwana, msimu huu wamekuja kivyengine na msimu huu Simba wanataka kufanyia balaa kubwa sana Afrika, nikimaanisha kule kwenye CAF Champions League. Hao ni maneno ya Mnandi, lakini pia tumeona akizungumzia mkutano mkuu kuelekea kwenye mkutano wao mkuu ambao umetangazwa utakuwa mwisho wa mwezi huu, mkutano mkuu wa kawaida. Ana imani kubwa sana wataenda kuyajenga na klabu yao kuendelea kufanya vizuri. Maoni yako tuachie hapo chini. Sisi tukiwa wawili na Mnandi ni watatu, lakini nyuma ya kamera kwa mwenzangu ambaye anaitwa AP Classic anahakikisha kila kitu kiko vizuri kabisa. Na tunapewa udhamini mnene, udhamini mkubwa sana na JNR Mtita Unisex Saloon. Bwana, hapa niko katika tawi letu la Temeke Sudani, kona ya kwenda Tandika. Unaweza kufika hapa mapema sana, tuko wazi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi mpaka 4 kamili za usiku kila siku katika wiki. Lakini pia kuna matawi yetu mengine ambayo yanapatikana maeneo mengine mbalimbali kama pale Mtoni kwa Ziziali, mkabala na zahanati ya Mtoni. Ukifika pale utaweza kupata huduma safi ambayo kama iliyopatikana hapa. Lakini pia tunapatikana pale Buguruni Rozana pale mkabala na kuteza polisi, na Kigamboni tunapatikana Mikwambe Maliasili Kigamboni na Kibada shule pale mkabala shule ya msingi Kibada. Na pia tunapatikana Tuangoma pale kwa Sako. Fika uweze kupata huduma bora zaidi. Kunyoa ni shilingi 2000 za Kitanzania, alafu kuosha ni bure kabisa. Mimi nikimaliza hapa napiga zangu engo yangu moja kali sana hapa Temeke Sudani, kona ya kwenda Tandika. Lakini pia hivi sasa unaweza kutembelea Instagram page yetu kama @officialgrmtita_unisex kwa ajili ya kujionea mambo mazuri, picha za wateja wetu wakipendeza, uweze pia kujionea mandhari nzuri na vifaa vya kisasa ambavyo vinatumika kutolea huduma. JNR Mtita Unisex Saloon, style yako mpya nywele inaanzia hapa. Brand Hotel kutokea Kisasa pale mkoa wa Dodoma, mtaa nyumba 300, wanakukaribisha sana pale uweze kupata huduma nzuri ya accommodation, kimaanisha huduma bomba kabisa ya malazi kwa viwango tofauti, level kubwa kabisa, level ya international.
Brand Hotel bwana pia wana huduma nyingine nzuri sana na baki sasa, ambapo unaweza kupata hard drink pamoja na soft drink. Wana swimming pool kubwa. Weekend kulikuwa na pool party, na kila weekend wanakuwa na pool party kwa utaweza kuenjoy na ndugu jamaa na marafiki. Pia wana chakula kizuri, African food pamoja na international food, nikimaanisha vyakula vya kimataifa na vyakula vya Kiafrika, yale makange ukitaka, nikimaanisha ndo African food, ugali, ndizi, wali. Lakini pia international food, kuna vyakula vingi sana vya kimataifa. Mimi nimefika pale nimeweza pia ku-experience ladha mpya, kwa sababu nilikuwa niki-experience vyakula vya kimataifa, mataifa mbalimbali, na maana imeweza kuchaguliwa na wageni mbalimbali wanapofika hapa nchini Tanzania, hususan wakienda kutembea pale Dodoma au wakiwa na shughuli zao mbalimbali pale Dodoma. Wale ambao wana mikutano, wana press mbalimbali, basi unaweza kufika pale, eneo tulivu, na kumbi kubwa kabisa za kisasa. Wanakukaribisha sana Brand Hotel. Tembelea Instagram page yao @brandi_hotel. Itakuwa bomba sana kama ukiweza kutazama page yao hiyo na kuweza kujionea mwenyewe kile ambacho kinaonyeshwa hapo. Mimi ni Toa Buale, once again nyuma ya kamera kwa mwenzangu AP Classic ambaye anahakikisha kila kitu kiko vizuri. Nilikuwa na Mnandi, next time nitakuwa na nani, endelea kuwa nasi kwa kusubscribe YouTube channel yetu. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.